Maana utawala wenyewe sasa, ikiwa utasimama mikakati, hatutaki nyinyi mutekeleze sharia, huku mwajiweza, twajiweza ya kwamba kuwa tutasimamisha sharia. Kwa hivyo sasa litabaki ni panikupe, yeye atatupiga na sisi twampiga. Hapo itakuwa mapambano ya kifua, ndivyo sivyo? Silaha kwa silaha. Lakini ikiwa ni hali tulivyo, bila shaka itakuwa bado Sheikh. Kwa hivyo ni kuangalia tadaruki za kiaina yoyote ya kukataza munkar kama, kwa sababu hata huko mbele kumewekwa mikakati mwenye kupitisha hukumu hii ya sharia, mahakama ya sharia katika utawala wa Kiislamu. Kwa hivyo majaji wa Kiislamu, kwa sababu dola yenyewe inafanya tahkimu ya kitabullah. Kwa sababu tukimwata yoyote itakuwa si sharia, ni faudha. Ni mimi kimpata huwa mezini, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalsa. Mwanangu neje ile bakora kipembeni pale, lete unchandike nao, itakuwa sivyo. Hii itakuwa mfujo sasa, si sheria. Wallahu a'lam. Tumalize bado swala mbili peke yake kwa leo. La kwanza, Ali. Alaykum salam. Haya, nasema ikiwa mfano mtu anamtumania mkewe amezini na kimpa ile talaka na sikwe utafutania ya talaka mmoja. Naam. Talaka inapita. Hilo la kwanza. Khiari na nguvu ndako mwenyewe. Nimemuona huyu ashanihini, moyo wangu hakuhimili tena mimi kubaki na wewe kwa khiana hiyo, nimekuacha. Talaka imepita na uamuzi ni wako. Bali unaweza vile vile kusema juu ya kuwa umenihini, nimekusamehe fi dunia wal akhirah, na ukabaki naye. Japokuwa hilo litakuwa nsheshegi kwa watu, ndivyo sivyo? Litakuwa nsheshegi kwa watu, basi dayuthi yule shekhe. Dayuthi ni tendo kuendelea na wewe washuhudia umenyamaza kimya, si tendo kuweza kulikemea lisiingie tena, haitwi dayuthi. Sasa hapo kusema nimekusamehe na bado sikuachi, ni mke wangu, lakini ukamwekea sharia za kisawasawa za Kiafrika Kusini vile, hivi sasa mguu wako hata nje utoki. Si ulikuwa umefanya hivyo ili mpate kukuata uende na yule, kukuacha sikuachi na yule humpati tena, shini wewe mwenyewe. Kwa hivyo ukisamehe, sio kwamba kwa utaingiliwa, itakuwa fujo kwa walimwengu tu, lakini sio kwamba kwa wewe walaumika katika sharia ya Mungu. La pili, naam, hapo sasa ndipo sasa taka watu wawe na nidhamu katika hili. Maana ikiwa ni yani umempata pale pahala, si lazima hapa tunasema mashahidi lazima wawe waadilifu. Si yoyote hapite barabarani ni mwadilifu. Kujua sasa, utajua ni wewe namna kufikisha huo habari. Kuna ziji mobile hizi, wajua fulani mwadilifu, fulani mwadilifu, hii haraka njoo pala fulani, kuna kesi moja muhimu, kuna kazi muhimu utakatuzifanya. Aweza wakaja kukusikiliza ukaambia kazi hii ndio hii, nataka tutoke ushuhuda ili tumpeleke katika mahakama ya sharia. Barakallahu fik. Swala ya mwisho. Hudu ikhwata al-iman, subiri. Naam. Bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenitolea hikaya yule mwanamume alosema. Tumefahamiana, na kumtolea hikaya kwamba kuwa alisema hivyo, bila shaka vilithubutu kimatendo ukubwa wa vitimbi vya mwanamke. Tumefahamiana, na hii ni taabiri huja katika Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtolea habari Firaun kwa kusema fahashara fanada faqala ana rabbukumul ala, kwamba kuwa alisema kweli na ni kweli, vitendo vyake vikathibitika kwamba kuwa yeye alikuwa amejipa ule ulu, japo kuwa ilikuwa ni urongo mtupu kule kujisifu ana rabbukumul ala. Mafhumu? Tayeb, tunasimama hapa kwa leo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe thabati katika dini, atuonyeshe haki ya kutuonyesha, aturuzuku kuifuata, na atuonyeshe batili haki ya kutuonyesha, aturuzuku kuiepuka. Isipokuwa
Sisi tunataka hii dawa ifike pahala popote, na matatizo si matatizo, hukumu ambazo ziko katika Suratun Nur yanihusu mimi, ya kuhusu wewe, ya wahusu na wanawake, na wanawake ndio watu wenye matatizo. Mimi ningeomba tusaidiane katika kuieneza hii dawa, ili muhadhara wowote ambao umetoka, mimi ningependa CD zake ziingie majumbani. Kuna watu ambao huelewa makosa na kutuelewa sisi makosa, ende akaangalie Mola wake anataka nini. Mimi nafikiri CD ya muhadhara wa jana wa juzi tayari, chukueni mkawape dawa wanawake inshallah. Naasa Mwenyezi Mungu akatupa taufiki. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu.